Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa ambazo tunabeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa wewe ni mgeni, chukua sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa za mtandao wetu wa Tanzania ITV. Hapa hatuwezi kutumia ukora ama ujanja, ila tu tunadhibitisha makala maalum kabla ya kuyaleta hewani. Kituo ambacho unaweza kuamini, kituo ambacho kinadhibitisha kabla ya kuleta jambo lolote katika mtandao, na habari ambazo huwezi kuziipata katika vyombo vingine vya habari kwa sababu ya kutishiwa ama kulipwa. Taarifa za ndani ambazo zimetufikia ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amefumaniwa akisumbua familia ya kiongozi ama mwenyekiti wa kitaifa chama cha Chadema Tundu Lissu. Kuna habari ambazo ziliweza kupatikana kupitia mtandao wa Clubhouse, ambapo mwanasiasa Willibrod Slaa daktari aliweza kuzungumza kupitia mtandao huo na kutoa siri kubwa kwamba Samia Suluhu Hassan amekuwa akisumbua familia ya Tundu Lissu kila wakati kwa kuwalazimisha na kuwapembeleza waende wazungumze na Tundu Lissu akiwa gerezani Ukonga, kwamba aweze kukubali maridhiano kati yake na Rais Samia Suluhu Hassan. Mwanasiasa huyu daktari Willibrod Slaa aliweza kufichua hayo kwamba Samia amekuwa akijaribu akitumia mbinu zote kuisumbua familia ya Tundu Lissu, kuilazimisha izungumze na Tundu Lissu akubali maridhiano. Lakini kumaanisha kesi ambayo Tundu Lissu anakabiliana nayo akiwa gerezani Ukonga na kufikishwa katika mahakama ya Dar es Salaam kila siku, inamaanisha hiyo kesi ya uhaini haipo, ni kesi tu ya kisiasa. Na wameona huenda sasa Samia atapoteza katika kesi hii kwa sababu hamna ushahidi wa kutosha. Sasa anaanza kuenda kwa familia ya Tundu Lissu kuipembeleza, kuilazimisha kwamba waweze kumuongelesha Tundu Lissu kufanya maridhiano. Sasa maridhiano ni ya nini? Siasa hizi ndizo ziliweza kusababisha Tundu Lissu kupambikiziwa kesi ambayo sio halali. Taarifa hizi ni za ndani tena sana. Samia Suluhu Hassan aliweza kujichagua kuwa kiongozi wa taifa letu la Tanzania kupitia yale ambayo yalifanyika. Ndio maana Watanzania wakatoka wakaanza kuandamana wakilalamikia ukosefu wa mgombea wao wa urais Tundu Lissu kuwa katika debe, kwa sababu waliweza kufungiwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye aliamua hata kumfungia yule ambaye ni Mpina, ambaye ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Samia ameona kwamba anaenda kupoteza ile kesi yake. Niliona walienda kukata rufaa ingine kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu kwa sababu washashindwa mapema na imeonekana wazi. Pili, Umoja wa Mataifa uliweza kutoa agizo, amri kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba waweze kumwachilia huru Tundu Lissu. Sasa uongozi wa Samia Suluhu Hassan umeona kuna hatari kubwa, ndio maana wanajaribu kutumia muda huu kupembeleza familia ya Lissu kukubali maridhiano, waende wazungumze na Tundu Lissu. Na Tundu Lissu amekuwa na msimamo mkali, huku akisema ya kwamba liwe liwalo na liwe, atapambana hadi haki iweze kupatikana kwa Watanzania. Maridhiano ni ya nini ambayo Suluhu anaagiza sasa hivi ama anahitaji? Tumeona hata rais wa chama cha wanasheria hapa Tanzania Boniface Mwabukusi akikataa hakuna maridhiano pasipokuwa na haki kutendeka, demokrasia na uwajibikaji. Familia nyingi ziliweza kupoteza wenzao, jamaa zao, ndugu zao. Kufikia sasa hawajui walienda wapi. Maybe waliweza kuaga dunia, wakazikwa mahali kusijo julikana, na sasa
haki lazima itendeke. Kama ni fidia itolewe, vile Tundu Lissu imesemekana akabidhiwe fidia. Umoja wa Mataifa umeagiza hivyo, na familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao ama wale ambao waliweza kujeruhiwa nao pia waweze kukabidhiwa fidia kutoka ama kupitia serikali ya Samia Suluhu Hassan. Samia amefika mwisho. Samia ameona mambo sio mazuri. Samia ameona amekataliwa na mataifa mengi. Samia ameona changamoto za uongozi ama katika uongozi wake, lakini tu analazimisha kukaa Ikulu, analazimisha kuendelea na uongozi ambao hamna amani. Tundu Lissu anaendelea na kesi yake ya uhaini. Na kulingana na sheria za Tanzania ni kwamba mwaka 1977 waliweza kupitisha yeyote ambaye atapatikana na kosa la uhaini lazima ni kifo, hamna dhamana. Lakini kwa Tundu Lissu hii kesi yake ya uhaini ameshinda kwa sababu ni kesi ambayo aliweza kupambikiziwa, sio kesi halali na imejulikana duniani. Na hata Umoja wa Mataifa umeona, Tanzania sisi tumeshuhudia, tumeona kwamba yeye anaenda kushinda kesi hii. Na akishinda, akiachiliwa huru, haki itapatikana na fidia lazima itolewe kwa Tundu Lissu kwa sababu amezuiliwa kufanya kazi zake kwa miezi 10 sasa. Jambo ambalo halifurahishi wa Tanzania, mataifa mengine, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika. Sasa Samia Suluhu Hassan hana mahali pa kushikilia sasa hivi kisiasa. Ameachwa tu na mataifa mengi, hatambuliki kwa yale maovu ambayo anayoyafanya, kutumia vyombo vya dola vibaya, kutumia mabavu kulemea Watanzania wakati wanapotafuta demokrasia, wanapotafuta haki, wanapotafuta haki ipatikane kwao. Kwa hivyo tumeweza kufahamishwa ya kwamba Tundu Lissu hawezi kukubali maridhiano pasipokuwa na haki, na familia yake imetoa siri kwamba maneno ambayo yamekuwa yakitumwa kwa familia yao kupitia Rais Samia Suluhu Hassan ni kwenda kumwongelesha Tundu Lissu akubali ili waweze kufanya maridhiano. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo naomba nitamatishie kanda hii hapo, lakini tukipata taarifa zingine za ndani kuhusiana na haya nitayaleta ili tukaweze kuwafahamisha, kwa sababu sisi hatuwezi kuchelewa kuweka wazi mambo haya ambayo ni yale ambayo yanaendelea chini ya uongozi wa kiimla wa Samia Suluhu Hassan. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele na usisahau kutuponyezea alama ya like. Asanteni, bye.